Sikiliza, hata wakuheshimu, basi bila Yesu something will continue to miss. Kitu kitaendelea kukosekana kwenye maisha yako. Njoo kwa Yesu. Asubuhi hii mpe Yesu maisha yako. Utakuwa baraka kwa kanisa. Maxi tulimleta awe baraka kwa kanisa, wapendwa. Alinde pale nyumbani na akafanya kazi ya kwa ufanisi. Kakamsi njaa ipo ingia. Maxi akaanza kuleta uchafu. Njaa ya kiroho ikikukumba dada, utaleta uchafu kanisani. Naomba useme nasi ili tusirudi tulivyokuja. Uguse mioyo yetu. Roho Mtakatifu ushuke kwa watoto wetu wanaopokea kipaimara leo. Tatembea nao kama baba yao. Tunaomba neno lako likaumbe maisha yao na liumbe maisha yetu sote. Tunaahidi kuadhimisha wewe milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba tukae tafadhali. Wote waliompokea Yesu walipewa hiyo fursa. Mungu awe baba yao. Yesu atunze maisha yao. Yesu ajenge maisha yao. Yesu ashughulike na maisha yao, kwa sababu ni Mungu, ni baba yako. Ni picha ya baba. Wote waliompokea Yesu walipewa hiyo fursa, hiyo nafasi, wawe watoto wa Mungu. Na Mungu anawapenda sana kuliko maelezo. Wanaweza kwenda kwake Mungu kama ambavyo baba au mtoto anakuja kwa baba. Naweza kwenda kwa baba bila hofu. Ninaye binti yangu wa katikati, yuko kibaba sana. Kigogo unasema hichi baba sana. Anaweza kuja chumbani akaingia kwenye wallet ya baba. Bwana asifiwe. Halafu akachukua chochote, anasema daddy I need money. Nasema nasema anaenda kwenye wallet na kuchukua pesa. Why? Kwa sababu mimi ni baba. Hawezi kwenda kwa mwingine yeyote akafanya hivyo. Na hata akiwa na marafiki zake wanakuja, unajua marafiki zake hata watoto wa mdogo wangu hawawezi kuingia chumbani kwangu. Wakifika wanadumaa pale, lakini yeye anaingia. Na anaenda straight kwenye wallet. Hata ningesema sina, anachukua hela iliyomo ndani. Hata ningesema hiyo budget haikuhusu Irumbo, lakini anachukua. Kwa nini? Sababu huyu ni baba. Mungu ni baba. Sasa sikiliza nikwambie habari za binti yangu huyu. Mimi nikitaka kwenda kwao, yeye anaingia chumbani kwangu. Lakini mimi nikitaka kwenda kwao, naanza kugonga mlango, anasema daddy no. Utaingiaje chumbani kwetu? Atasema sasa no daddy. Atamfungulia nyoa mabini na kitaka niwaambie, kinasema no. Unajua kwa nini mpaka nipewe ruhusa ndipo niingie? Amen. Mtanielewa nini? Ni kwamba mpaka mimi niruhusiwe ndio niingie, lakini yeye anakuja kwangu moja kwa moja. Lakini mimi kwenda kwake mpaka niruhusiwe. Na Mungu Baba ndivyo ilivyo. Mpaka umruhusu ataingia kwako. Wewe unaweza kwenda kwako wakati wowote. Yeye anasubiri, mwanangu njoo. Nitakupokea mwanangu. Njoo huku ni kwako. Umekulia hapa. Wewe ni mwanangu. Jinsi ulivyo wewe tu ni mwanangu. Lakini sikiliza nikwambie, akitaka kuja kwako lazima umkaribishe. Lazima umruhusu aingie kwenye maisha yako. Ili uone upendo wake. Ili awe ngome ya kinga ya maisha yako. Ili uone upendo wako. Lakini mambo haya wapendwa kuelewa ni magumu. Wote waliompokea walipewa ile privilege ya kuwa watoto wa Mungu. Lakini mambo haya kuelewa ni magumu sana. Kumpokea Yesu ni ngumu sana. Unatatizika, lakini sio tatizo lako tu. Leo nataka tufikirie habari za mtu mmoja. Alikuwa na changamoto kama ulio nayo wewe. Kuelewa mambo haya. Wote waliompokea Yesu, Yohana anatusimulia na anasema alikuja kwao. Yesu alikuja kwao. Yohana anasimulia alikuja kwa Wayahudi, lakini Yohana anasimulia wale walio wake walikataa kumpokea. Hawakumpokea. Lakini wote waliompokea walipewa privilege, walipewa fursa wawe watoto wa Mungu. Na yeye anataka wewe uwe mtoto wake. Hata asubuhi hii ya leo. Asubuhi ya leo anataka wewe uone hii fursa. Wewe ni mtoto wa Mungu, unaweza kwenda kwake. You can claim anything.
Unaweza kudai lolote kwake kwa sababu ni baba yako. Unaweza kwenda kwenye wallet yako ukasema, baba unipe mahitaji yangu, akashughulika nayo. Lakini sikiliza, akishakupa mpaka umruhusu. Hili ni tatizo. Tatizo hili limkumba mtu mmoja sana. Nataka nisome habari zake. Na mtu huyu mnamjua sana, lakini kwa ajili ya huyu mtu tuna kifungu cha pekee sana katika Biblia ambacho ni maarufu sana, kimehubiriwa duniani mote. Najua ni mtu gani? Nikodemus. Hakuelewa habari za kuokoka. Injili ya Yohana sura ya 3 inasimulia habari zake kwa kina sana. Inasema maneno haya: palikuwa na mtu mmoja, Biblia inasema mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku, alikwenda kwa Yesu akamwambia, Rabi, twajua ya kwamba wewe umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna awezaye kufanya mambo haya makubwa ya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yuko pamoja nao. Yesu mstari wa 3 akajibu akamwambia, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tena tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Mstari wa 5 Yesu akamwambia Nikodemu, nakwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni mazungumzo ya watu wawili mashuhuri. Nikodemu alikuwa mtu mashuhuri sana wakati ule, mmoja wa watu ambao walikuwa kwenye baraza maalumu la Wayahudi. Kwa siku za leo labda alikuwa baraza la mawaziri au kamati kuu ya chama, baraza lilofanya maamuzi yote ya kuendesha nchi ile ya Palestina, kuendesha maisha ya Wayahudi, baraza lilokuwa na watu wasomi wakubwa, baraza lilokuwa na watu mashuhuri sana wakati ule, baraza ambayo lilikuwa linawapa watu wote waliokuwa kwenye lile baraza walikuwa ni wasomi wakubwa, na wakawa na kazi kubwa kujiunga katika baraza lile. Litaka sana uwe unakubalika katika jamii. Nikodemu, Biblia inasema alikuwa mmoja wa Mafarisayo, msomi aliyebobea, alikuwa mtu wa dini. Baraza lile liliwapa watu wa wakati ule fursa nyingi za uwekezaji. Kwa hiyo alikuwa ni mfanya biashara mashuhuri, alikuwa na pesa. Anaweza kusemaje kwa Nikodemu? Alikuwa msomi, alikuwa na cheo kikubwa katika taifa lake, alikuwa na mshahara mkubwa, alikuwa na fursa nyingi za uwekezaji. Alikuwa tajiri sana, alikuwa tajiri, ana pesa, ana cheo, anafanya biashara, na alikuwa ni mtu aliyeheshimika sana katika jamii na katika taifa lake. Lakini alikuwa mwanadini pia, kwa sababu alikuwa Farisayo. Hayo unaweza kumwelezea vyovyote vile Nikodemu. Lakini nataka nikwambie jambo moja, pamoja na elimu aliyokuwa nayo, pamoja na cheo kikubwa alichokuwa nacho, pamoja na heshima kubwa aliyokuwa nayo, pamoja na kwamba alikuwa msomi mkubwa na akapata kazi kubwa katika taifa lake, pamoja na kwamba aliheshimiwa katika jamii yake iliyomzunguka wakati ule, pamoja na kwamba alikuwa na dini, mwanadini mashuhuri sana wakati ule, lakini something was missing. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinakosekana katika maisha yake. Alikuwa na pesa sawa, aliheshimiwa sawa, alikuwa mtu mkubwa sana sawa, alikuwa na cheo kikubwa sana. Watu 7 katika 8, anafikia uzidi 8 au 12 kama ni wengi zaidi katika taifa, mmoja wapo wa watu mashuhuri sana. Alikuwa na kila kitu, alikuwa na opportunity, alikuwa na fursa, alikuwa na pesa, alikuwa na kila kitu. Hakuwa mlala hoi, alikuwa tajiri, but something was missing. Pesa haikumpa amani, cheo hakikumpa furaha, elimu haikubadilisha maisha yake. Biblia inasema akaenda usiku kwa Yesu. Amen. Alienda kwa Yesu usiku. Aliamua kwenda kwa Yesu wapendwa usiku. Na wewe unaweza kujiuliza kwa nini Nikodemu alienda usiku kwa Yesu? Aliamua kwenda usiku kwa sababu alitaka asema na huyu naye ni mfuasi wake, ana heshima kubwa namna hii.
naye mtu naye ameamua kwenda kwa mtu huyu, naye na mtu huyu naye ameshikwa na mtu huyu. Hakutaka watu wamuone kwamba huyu naye ameshikwa na mtu huyu, pamoja na heshima yake. Huyu mtu amemkamata jamani, watu watasema na huyu naye amekuwa mfuasi wake, na huyu naye ameokoka, na huyu naye ameshikwa na mtu huyu. Hakutaka watu wamuone, watu wengine wajue naye Yesu amemkamata. Wewe ni mmoja wapo. Umeogopa kuokoka kwa ajili ya cheo ulicho nacho. Umeogopa kuokoka watu waseme na wewe ni mfuasi wa Yesu. Wale wanaojua una pesa, wafanyabiashara wenzako waseme jamani, na huyu naye ameshikwa na mtu huyu. Maisha yake Nikodemu yalikuwa ya gizani, kwa sababu wote walimpokea walikuwa nuru. Maisha yake, watu walijua maisha yake. Yesu ni mtakatifu, hata anaenda huyu kweli anajua maisha ya mtu huyu, jinsi alivyo corrupt, maisha yake ya giza, jinsi alivyo katili. Hakutaka maisha yake ya giza, watu waliyajua maisha ya giza, walijua maisha yake yalivyo. Ana nini huyu tofauti mpaka aende kwa Yesu? Huyu ni mtu mbaya huyu, atasema nini? Mbona maisha yake mabovu tunayajua? Mbona maisha yake yameharibika tu? Mipango ya biashara zake tunajua, alivyopata cheo tunajua. Atakwendaje kwa mtu huyu ambaye ni mcha Mungu, anaokoa, anabadilisha maisha? Atakwendaje huyu? Hawezi kubadilika huyu. Kuna watoto wa maskini wamesoma sana, wana elimu, lakini hawana kazi. Lakini sio Nikodemu, kasema na ana kazi, anaweza kuingiza hata watoto wake kazini, sio tatizo kwake, maana alikuwa mmoja wa watu 12 tu kwenye baraza kubwa. Lakini akawa na kila, watoto wana kazi, yeye ana kazi, yeye ana tajiri, biashara, watoto, fursa zote za taifa lile zimeshikwa na yeye. Kulikuwa kitu akaenda usiku, akasema nifanye nini? Umetoka kwa Mungu, umefanya mambo makubwa wewe Yesu, na kuja usiku na mimi unaweza kunifanyia? Yesu akamwambia, sharti mpendwa wangu Nikodemu, lazima uokoke, lazima uzaliwe mara ya pili. Lazima uokoke Nikodemu. Cheo hatuwezi kubadilisha maisha yako, pesa haiwezi kukupa amani, cheo, kazi nzuri ndio nayo haiwezi kubadilisha hata ndoa yako Nikodemu ikaleta furaha, ndoa ikawa na furaha. Nikodemu, lazima ubadilike na watu waone matokeo. Maana alisema anawezaje? Yesu anasema hapana Nikodemu, ni kama nguvu ya Roho Mtakatifu itakuja, utaona matokeo kama tunavyoona upepo. Amen. Unaona miti inazunguka, unaona matokeo, hujui unakotoka. Nguvu ya Mungu ikiingia, watu wataona matokeo. Baba pendwa wangu uliyesoma sana, watu hata kama una pesa, watu wataona mabadiliko. Baba, huyu Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee hata Nikodemu aokoke, na mabadiliko yale yakaonekana. Unajua, alikwenda kwa Yesu usiku wakati ule, lakini sikiliza nikwambie, wanafunzi Yesu alipofulumiwa, wanafunzi wamemkimbia Yesu. Sasa Nikodemu, baada ya mabadiliko yale, Yesu anamwambia unaona mabadiliko. Yesu akabadilisha maisha yake. Unajua, ukisoma sura ya 19 mstari wa 36, Nikodemu alienda mchana, akasema, Biblia inasema akaleta manukato apate mwili wa Yesu. Yesu anapoleta mabadiliko kwako, alienda mchana, sio akaomba, akawaambia wafanyakazi wabebe mwili wa Yesu. Unajua jiwe lile walilopachika Nikodemu na Mathayo, waliwaambia wafanyakazi wao, wakabeba jiwe lile kubwa wakalipachika kaburini. Hiyo ni hotuba nyingine. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni hotuba nyingine, lakini waliwaambia wafanyakazi wao, wakachukua jiwe kubwa wale wafanyakazi wa Nikodemu na Mathayo, wakalipachika kwenye mlango wa kaburi. Heshima aliyopewa kwa ajili ya utajiri wake haikubadilisha. Something was missing. Makanoni wangu, mkamtambulishe Yesu. Wazee wa kanisa, tambulisheni Yesu, mwokozi wa ulimwengu, kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Unajua athari za kuwa na watu ambao hawajampokea Yesu, athari za kuwa na watu walio kinyume na Yesu,
wanakuwa kinyume hata na kanisa. Ngojeni niwaambie, naomba tutulie, kila mtu amwambie Mungu pale ambapo something is missing. Naomba umwambie Mungu wapi unapomiss katika maisha yako. Asubuhi hii ya leo, Mungu anataka kufanya transformation ya maisha yako. Anataka awe baba katika maisha yako, kwa sababu anakupenda sana. Anataka kutunze yeye, anataka abebe maisha yako, usibebe mwenyewe. Kazi haiwezi kubeba, elimu haiwezi kubeba, heshima haiwezi kubeba, pesa haiwezi kubeba. Ni baraka sawa, ndio pesa ni baraka. Mimi nasema hatuwezi kukataa, pesa inaleta baraka kwa sababu tunajenga kanisa. Lakini bila Yesu pesa utaiamini badala ya Yesu. Hautasahau hata aliyekupa pesa huyo. Mimi nasema ukweli, nikitaka kwenda kwa Irungo na Ihewa mpaka nigonge anifungulie, hata kama wao wanaweza kuja kwangu moja kwa moja. Na Yesu ni hivyo hivyo, anataka umkaribishe na atayabadilisha kweli maisha yako. Wanangu wanatupa imani Yesu tu, Yesu. Wote waliompokea wanapewa hivyo fursa ya kuwa watoto wa Mungu. Utampokea upate hiyo fursa ya kulindwa na yeye, kutunzwa na wewe, baraka nyingi zikumwagikie kwenye maisha yako. Kama Nikodemo akabadilika, mwambie Mungu sasa nini unataka afanye kwenye maisha yako. Anakupa fursa ya kuwa mwanae. Mruhusu atawale moyo wako hata mchana huu wa leo. Aliona aibu Nikodemo akaenda usiku, lakini sikiliza, Yesu alipobadilisha maisha yake, alikwenda mchana kweupe kwa Pilato, akashirikiana Yusufu wa Mathayo, akaleta manukato kwa Yesu. Ajabu sana. Biblia inasema alileta manemane na manukato. Kusoma vizuri pale. Amebadilika. Anaweza kuleta pesa kanisani badala ya kupeleka kwa waganga wa kienyeji. Huyu ni Nikodemo, na wewe unaweza kufanana na yeye. Baba, asante kwa neno lako ambalo nimesema nasi mchana huu, asubuhi hii. Naomba nimbadilishe baba huyu. Ana elimu nzuri sawa, anafanya biashara sawa, na umemtendea makuu sawa, lakini naona something is missing. Kuna kitu kinakosekana hapa. Hajakupokea Yesu. Anaheshimiwa sawa, lakini bado hajakupa maisha yake. Naomba akupe leo, na hiyo ndiyo sadaka ya ajabu anaweza kupatia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awashukieni na uweza wake aliye juu uwalindeni na dhambi zenu zote kwa Kristo Bwana wetu. Jina la Bwana lihimidiwe. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana, usije kuomba kwetu, kilio chetu kikufikie. Bwana akae nanyi, pia na roho yako. Tuombe. Mwenyezi Mungu ishie milele, uliyependa hawa watumishi wako wazaliwe mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukawapa masamaha ya dhambi zao zote, tunakusihi uwatie nguvu za Roho Mtakatifu aliyemfariji, wazidishie kila siku karama za neema yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Roho ya hekima na akili. Amen. Roho ya shauri na nguvu za rohoni. Amen. Roho ya elimu na utauwa. Amen. Uwajaze roho ya kichwa chako kitakatifu leo na siku zote kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana umlinde mtumishi wako huyu Linda. Bwana umlinde mtumishi wako huyu Brighton. Amen. Bwana umlinde mtumishi wako huyu David. Tuombe. Mwenyezi Mungu ishie milele, ututiaye moyo wa kutaka na kutenda mambo yaliyo mema na ya kukupendeza wewe uliye mtukufu,
Tunaombea watumishi wako ambao tumeweka mikono yetu hivi sasa juu yao, kwa kufuata taratibu na kanuni ile ile walivyofanya mitume wako watakatifu, ili kwa ishara hiyo kuwapa hakika ya fadhili na neema yako na wema wako kwao. Mkono wako Baba uwe juu yao daima. Roho wako Mtakatifu awe nao siku zote, uwaongoze walijue na kulitii neno lako takatifu, ili mwisho wapate uzima wa milele. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Basi akubarikini Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.